Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza ambaye ndiye mgeni rasmi katika shughuli hii, ndugu yetu Bwana Muhammad Said Mtanda, Mheshimiwa mwenyeji wetu, mkurugenzi wetu wa tawi hili kama tulivyoelezwa na mukaddimul hafla ambaye umetualika kwa niaba ya gavana, Mheshimiwa mkuu wa wilaya mwenyeji mama yetu Mama Amina Makiragi, mwenye nyumba ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ndugu yetu Bwana Smart kama lilivyo jina lako, Mwenyezi Mungu ameendelea kufanya uwe mtu smart. Waheshimiwa madasi, nimeona madasi wawili wa Nyamagana na Ilemela, nitambue kuwepo kwenu, na viongozi mbalimbali kutoka serikalini, kwenye chama, wafanyabiashara, watu wa mji, watoto wetu yatima ambao wamehudhuria kutoka kwenye vituo, waandishi wa habari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mujibu wa ratiba, mimi nimetakiwa kutoa salamu tu, lakini hasa niseme ni shukurani kwa jamii ya Kiislamu kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Nitumie nafasi hii kwa niaba ya Waislamu wa mkoa wa Mwanza kuishukuru tawi la Benki Kuu kanda hii ya Mwanza au tawi la Mwanza na Mara kwa hatua ile ya kuwa na utaratibu na utamaduni kwamba kila ufikapo mwezi wa Ramadhani basi tunaalikwa kuja kushiriki katika iftar hapa. Nitumie nafasi hii kumpongeza mkurugenzi, lakini afikishe salamu za shukurani kwa gavana wa Benki Kuu ambaye kwa hakika mfumo huu unaoendelea ni mfumo bora, mzuri, unaotuleta pamoja. Ninachojua mimi, mmezingatia mambo mengi. Moja ni kutambua kwamba wako Watanzania ambao kipindi hichi wanamrejea Mola wao, na mjue kwamba mnapotoa iftar hii, kwa maana iftari, mnapata baraka nyingi za Mwenyezi Mungu. Na nipongeze mfumo wa Benki Kuu. Nimeshuhudia mbali ya kutuita sisi kuja kufuturu hapa, bado mmekuwa mkikusanya baadhi ya makundi na kuwapa kitu cha kwenda nacho. Huu ni mfumo mzuri sana. Badala yake tungefuturu tu sisi hapa, wengine wakachukua kipande kimoja tu wakaacha, na baadaye vikenda kutupwa dampo. Lakini nyewe mmesema watu waje wafuturu, ni jambo jema, lakini vituo vije viweze kupewa chochote kwenda kule kusaidia watoto wetu wanaokaa kwenye vituo hivyo. Naomba niwapeni hadithi ya Mtume. Mtume anasema mtu yoyote anayewahurumia yatima, asema Mtume, ana wakafilul yatama, mimi Muhammad na yule anayelea yatima na kumhurumia yatima, fil janna kahatain, tutakuwa bega kwa bega peponi. Kwa viongozi wa Benki Kuu, kwa kitendo hichi cha kutufuturisha mnapata fadhila, lakini kitendo cha kuwapa mafungu baadhi ya watoto yatima hamwezi kuwamaliza wote, lakini hao waliopata bakti safari hii, Mwenyezi Mungu awabarikie na Mungu atie kheri na baraka, na benki yetu kuu iendelee kuimarika kama ambavyo imekuwa ndio imara ya uchumi wa nchi yetu. Lakini niseme tu kwamba Waislamu mlioko hapa, nitumie nafasi hii kuwajulisha kwamba leo tumeingia mwezi 20. Yani baada ya mwezi kwa tumeingia magharibi, tumeanza mwezi 20. Kwa lugha nyepesi, tumeingia kwenye yale makumi. Tunaingia kuanzia kesho usiku kutafuta Lailatul Qadri. Hizo siku 10 Mtume wetu Muhammad alikuwa anahama nyumbani kwake
yeye na familia yake wanahamia msikitini. Maana yake ni kipindi ambacho dua zinajibiwa. Naomba nijibu ombi la mwenyekiti wa chama Mzee Smart. Ametutaka kwamba viongozi wa dini tufanye maombi hasa kwa ajili ya rais wetu. Nikujulishe, BAKWATA mkoa wa Mwanza tumeshatoa maagizo hayo. Mwezi mzima wa Ramadhani rais wetu amefanyiwa dua katika misikiti yetu, katika mikusanyiko mbalimbali. Na tumetangaza leo kwamba kesho wakati tunaanza 10 la mwisho la Lailatul Qadri tutakuwa na itikafu katika baadhi ya misikiti, na tunaelekeza misikiti yote ya baraza ifanye itikafu, dua ya kuiombea nchi, kumuombea rais wetu, kuombea familia yake, kuombea wasaidizi wake, lakini kuombea uchaguzi ulioko mbele yetu, kwa sababu huu ni mwaka wa uchaguzi. Tuna wajibu wa kumuomba sana Mwenyezi Mungu ili yoyote yule mwenye nia mbaya kuivuruga na kulivuruga taifa letu, Mungu amtafutie mahala pa kumpeleka, Tanzania ibaki salama. Kwa hiyo nikufahamisha tu Mheshimiwa Mwenyekiti, ombi hili tunalitekeleza kwa vitendo. Na BAKWATA mkoa wa Mwanza jana tulikuwa na dua kubwa iliyowaleta watu zaidi ya 1500 pale uwanja wa Furahisha. Tumefanya dua kubwa kuiombea nchi, tumemwombea rais, tumeliombea taifa letu, lakini tumemwombea na viongozi wetu wa mkoa, akiwemo mkuu wetu wa mkoa Bwana Saidi Mtanda, viongozi wa wilaya hizi ambao Mwenyezi Mungu amemkirimu Rais Samia kumpa wasaidizi wazuri. Mtume anasema Mungu akimpenda kiongozi humpa wasaidizi wazuri. Sisi mkoa wa Mwanza tuna bahati. Bahati tulionayo ni kuwa na watu wazuri wanaomwakilisha rais vizuri. Miongoni mwao ni mkuu wa mkoa na wakuu wetu hawa wilaya. Lakini sio hawa tu, hata wasaidizi wao madasi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, juzi mimi nilikuwa natembea kualika Badri Day. Nilipokwenda kule Nyamagana, dasi mwenyewe alitoka ofisini kuja kunipokea. Mama Kilagi alitoka ofisini kuja kunipokea. Lakini wewe sisemi ule uaminifu wako, uadilifu wako, uungwana wako hasa tunapofika ofisini kwako. Ni ishara tosha kwamba nyinyi mnatosha, na tunamwomba Mwenyezi Mungu muendelee kutusaidia katika mkoa wa Mwanza, kwa sababu tunaiona Mwanza imetulia, Mwanza inaenda vizuri. Mungu awabarikie. Lakini kama haitoshi, mwenye nyumba mwenyewe ambaye ni mwenyekiti wa chama amekaa amevaa viatu vimeenea, na tunashuhudia uongozi wake uliotukuka. Kwa hiyo niseme tu, nitoe wito kwa Waislamu wa mkoa wa Mwanza kuzidisha dua, kuiombea nchi, kujiombea sisi wenyewe shida zetu na haja zetu, lakini kutokuacha kumwombea rais. Kuacha kumwombea rais umejiadhiri mwenyewe, kwa sababu yule rais akitengamaa na sisi mambo yetu huko yanatengamaa. Rais akivurugikiwa na mambo huko yatavurugikiwa. Na kumwombea rais sio uchawa. Yaani ukitokea wewe unamwombea rais afu akatokea watu sasa chawa huyo anajipendekeza, basi huyo hajielewi wala hajitambui. Sisi tuendelee kumwombea rais, na kwa mazuri aliyofanyia mkoa wa Mwanza na kuifanyia Tanzania, tunayo haki ya kumwombea sana. Mwenyezi Mungu ampe kipindi kingine ili aweze kuifikisha Tanzania na Mwanza pale inapotakiwa. Ndugu zetu wa Benki Kuu, mnafanya kazi kubwa, lakini ikiwapendeza muendelee kutoa ufafanuzi. Maana kuna tangazo linapita, notice zinabadilishwa. Mimi mke wangu huwa na kibubu kake. Sasa akaniambia, "Shehe, mimi naona hichi kibubu nikivunje, maana sisi zikapotelea humu ndani." Sasa watu hawaelewi zinazobadilishwa ni zipi. Kwa hiyo nilikuwa na shauri pia, mkipata nafasi mtueleze vizuri ni noti zipi, na kwa fursa kama hii tungeweza kuelewa zaidi. Unajua hamna kitu kikubwa kama fedha. Fedha ndio kila kitu. Yuko msemaji mmoja wa Kiislamu anasema, inna darahima fil mawatini kulliha taksu rijala mahbatan wa jamala fahiya lisanu liman arada fasaha wa hiya silaha liman arada qitala. Fedha ndio mwisho wa maneno. Anasema inna darahima fil mawatini kulliha, fedha kwenye kila jambo, taksu rijala mahbatan wa jamala. Fedha ndio inayoweza kumpamba mtu akaonekana mtu. Fahiya lisanu liman arada fasaha, fedha ndio ulimi kwa mtu anayezungumza. Wahia asilahu liman arada qitala, na fedha ndio silaha kwa anayetaka kuingia kwenye mapambano. Anasema mwenye fedha akisema, hata akisema urongo, watu huwa wasema kwamba umesema kweli. Na mtu asiyokuwa na fedha hata aseme kweli, watu waweza kusema na huyu naye. Sasa nyinyi mmechukua jukumu la kulinda fedha. Ni imani yangu kwamba mtaendelea kuzilinda fedha za Tanzania, na tumeshuhudia hapa katikati
Mimi hupata bahati ya kusafiri kidogo. Kuna time ilikuwa dola shida hapa, lakini kuna utaratibu umefanywa na Rais Samia na nyinyi wasaidizi wake, hali ikawa nzuri na tumerudi kwenye hali nzuri. Sisi kama viongozi wa dini, yuko mtu anaweza akasema viongozi wa dini wasisemeseme mambo haya. Sisi viongozi wa dini ni raia wa nchi hii. Tunapoona kizuri tuna wajibu wa kusema. Ndio maana hata jana mkuu wa mkoa mimi nimetokea nilialikwa kueleza miaka 4 ya rais. Sasa nilipofafanua pale watu wakasema, "Sheikh, umekuwa mwanasiasa?" Sio mwanasiasa, mimi Mtanzania na yaona mazuri ya rais. Kwa nini nisiseme? Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kumuimarisha rais wetu, aimarishe wasaidizi wake wote hawa kina mzee Mtanda na wasaidizi wao, Mwenyezi Mungu awaimarishe, na Mwanza Mungu aendelee kuinawirisha, Mungu aipe baraka na kheri nyingi. Lakini Mungu atujalie mvua hizi ziwe mvua za kheri, zisiwe za maangamizi, lakini watakie kheri nyingi. Wakati tunaingia kwenye 10 la mwisho, ni 10 la kushikana na ibada, na kwa misikiti ambayo itakuwa na mikesha, tusiache kumwombea rais wetu, tusiache kuiombea nchi yetu, tusiache kuombea uchaguzi unayokuja, na tulaani kauli yoyote bila uoga inaweza kutokea kuwahamasisha watu fujo. Ukisikia kauli yoyote ya fujo, ondoa mambo yote, upendeleo wa vyama, wa dini. Ikiwa mtu anaashiria kuleta fujo katika nchi, mwambie hapana. Na hasa niwahusie vijana. Kijana, unapoambiwa kwamba unategemewa wewe, wako baadhi ya watu wametangaza wazi kwamba wanategemea nguvu ya umma, kwa maana nguvu ya umma mnayotegemewa ni nyie vijana, ndio mtaleta fujo, ndio mtaleta matatizo. Msikubali. Anayesema hivi umwambie kwamba ni vema aanze yeye, watoto wake, wepwa zake, wale watu ambao wanamhusu yeye watoke mbele, ili waende wakapambane na hiyo nguvu ambayo wanaiona kwamba wanaweza kupambana nayo. Tusikubali, kwa sababu kijana, wewe ndio kila kitu. Sisi katika Uislamu kijana amethaminiwa, kijana amepewa heshima. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba wako watu 7 watakuwa kwenye kivuli cha Mungu. Moja ya mtu huyo ni shabu, ni kijana nashaa fi ibadati rabbih, kijana anayejua, anetambua hofu ya Mungu imo ndani ya moyo wake. Kwa wewe kijana, kila unachoambiwa lazima ukipime. Akili za kuambiwa changanya na zako. Namuomba Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, atuingize katika pepo na atukinge na moto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.